kwamba ninajisikia ama sijisikii. Na akili ni kwa wote, Wakristo wote, Wakatoliki wote, watu wa Mungu wanaomtafuta Mungu, Wakristo generally wanahitaji huyu Roho. Tunamhitaji huyu Roho na makao yake ni kwako. Na tukumbuke sisi ni nyumba yake. Tulichoangalia ni ahadi ya Baba. Na mnakumbuka ile siku ya Pentekoste, ile ahadi ilitimia, na walikuwa katika kusali wakati Yesu anapaa, akawaambia msiondoke Yerusalemu, bakini huko mpaka mvikwe uweza kutoka juu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu tangu Yerusalemu mpaka miisho ya dunia. Kwa sababu hiyo tunahitaji hii zawadi kutoka Mungu. Tunamhitaji Roho wa Mungu atupiganie. Tunamhitaji Roho Mtakatifu, kwamba hatuwezi kuishi. Ni kweli tunaweza tukaishi ukamweka pembeni, lakini ni ahadi yetu. Ni Mungu anayekuja kuishi ndani ya mwanadamu, ahadi ya Baba. Sijajua moyo wako umewekaje, hasa tangu hii siku ya kwanza, kwamba ahadi hii inategemea tusipoandaa maandalizi ya Mungu aje akae ndani yetu na aishi, itakuwa ngumu sana, kwa sababu lazima tuandae mazingira yenye vigezo na masharti ya Mungu. Hatuombi kwa sababu ya kitu fulani, hatumhitaji tu kwa sababu atubariki, lakini tunamhitaji kwa sababu sisi ni makao yake, ni nyumba yake. Mtume Paulo ameeleza hilo kwa marefu na kwa mapana sana kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Tutaangalia hilo, Wakorinto wa kwanza sura ya 3 kuanzia aya ya 15. Paulo ameeleza kitu cha ajabu sana. Anasema, neno linasema, Wakorinto wa kwanza sura ya 3, aya ya 16 inasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu? Hamjui? Umesahau? Hii haikutoka kwenye ahadi ya mwanadamu, ni ahadi ya Mungu. Paulo anasema mstari wa 16 wa Korinto wa kwanza sura ya 3 aya 16 na kuendelea, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu? Think in that way. Mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Kwa hiyo sisi it's like a house, ni kama nyumba ya kwako. Lakini anasema wewe ni makao ya Roho, ni nyumba ya Roho, ni mahali ambapo Roho anakaa. Hamjui ya kuwa ninyi, hamjui, mmesahau kwamba wewe sio mali yako mwenyewe, ni makao ya Roho wa Mungu anayekaa ndani yenu. Kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa sababu hiyo, ahadi ya Baba ilikuwa ni amri kwamba lazima huyo Roho aje akae na aishi ndani yako na ndani yangu. Tunamhitaji huyo Roho. Wewe sio mali yako. Kwa hiyo tunahitaji atuongoze kama dereva anavyoongoza gari na kulipeleka. Ndio maana Luka akasema hali Yesu amejaa Roho. Yesu akajaa Roho na akaongozwa. Hakujaa tu, lakini aliongozwa. Kubali kwamba wewe ni nyumba ya Mungu, ni makao ya Mungu. Na kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 6 aya ya 15. Wakorinto wa kwanza sura ya 6 aya ya 15, neno linasema, je,
hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Maana sio mali yako. Basi nivitwae viungo vya Kristo na kuvifanya kuwa viungo vya kahaba? Hasha! Au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili wamekuwa mmoja. Mstari wa 17, lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Tunachohitaji ni kuungwa na Mungu. Ndio maana tuna hizi siku 9 za kusali, za kutafakari na za kuomba hiyo neema, uvuvio wa nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Mstari wa 18 anasema, ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa atenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Mstari wa 19, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu? Hamjui kuwa mwili wako, physical body, mwili wako ni nyumba anamoishi Roho wa Mungu mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Hili ni muhimu sana, linatukataza matumizi mabaya ya miili, ya vitu, ya sauti, ya kusema uongo na vitu ambavyo ni nje ya Mungu, kuongea vibaya, kuwaza vibaya, kutenda vibaya, kuchukia watu, kuweka kinyongo ndani. Kwa nini? Tunaandaa mazingira hayo ya roho. Wala ninyi si mali yenu wenyewe. We sio mali yako, we ni nyumba ya Mungu, ni makao ya Roho Mtakatifu. Naomba tutafakari kwa pamoja. Leo ni siku ya kwanza, ahadi ya Baba. Hii ni ahadi. Tunafanya maandalizi ya Roho wa Mungu, na tumesoma kwenye maandiko, ni makusudi ya Mungu amimine Roho wake, karama, nguvu juu ya wote wenye mwili. Ninaomba katika ratiba yako, hasa hizi siku za Pentekoste, kuanzia leo, tenga muda wa kutafakari, tenga muda wa kusoma maandiko, tenga muda, tafakari habari za Roho Mtakatifu. Tunamhitaji sana huyu Roho wa Mungu atupiganie, huyu Roho Mtakatifu atusaidie kwenye safari yetu. Ni Mungu anayekuja kuishi ndani yangu. Swali machache ya kutafakari: ni nani anayekuongoza? Ni Roho. Je, Roho wa Mungu anayo nafasi ndani yako? Mawazo yako, je, ni ya kwake? Ama ninajifanyia ninavyotaka? Kumbuka, wewe sio mali yako. Ni muda sasa wa kuanza upya. Ni ahadi ya Baba. Tunaanza haya maandalizi ya kumkaribisha Mungu. Mungu aishi ndani yako na ndani yangu. Tumsifu Yesu Kristo.